Na taarifa ni kuhusiana na Enock Inonga, zinasemekana yupo mjini hapa na Simba kuna uwezekano wa kwamba wamerudi tena. Kuna ukweli kiasi gani kuhusiana na taarifa za Enock Inonga Baka, kama zipo kwenye faili lako? Lakini pia kocha mpya wekundu wa Msimbazi Simba, kuna Waswahili wanasema ukiona mbuzi yupo mjini basi ana mtu anayemfuga. Ukiona nyani yupo mjini basi kuna mtu kamleta. Kwa chochote kikiona kipo hapo kuna sababu kubwa sana. Tukimzungumzia Enock Inonga Baka, kacheza Simba, aliondoka, sio kwamba alikuwa kiwango kimeshuka. Alipata timu nyingine na mkataba uliisha, akasema mimi sisaini, naenda timu nyingine. Na kule mambo hajaa vizuri. Umeelewa? Na Simba ukiangalia kwenye eneo la ulinzi bado kunahitajika mtu mwenye maamuzi, mwenye kuilinda safu ya ulinzi vizuri, mwenye experience. Baka alishafanya mambo makubwa sana, kaonyesha uwezo wake mkubwa sana. Kuwepo kwa Baka Tanzania, na utakuwa unakumbuka mchezo wa Simba na Mbeya City, alikuwepo pale Meja General Isamuyo pale. Dalili ni nini? Yaani kuna mtu kamleta Baka kuja Tanzania, na amemleta akiona bado nafasi ya Baka Tanzania ni kubwa kwa ajili ya kukaa kwenye nafasi ya ulinzi. Mimi binafsi naheshimu sana kiwango cha Baka, lakini ni kwamba unajua hatuishi tu kwenye historia, tunaishi pia kwa kuangalia kwamba kuna kitu kinaenda huwa kinashuka. Umeelewa? Yaani kunaenda kinakuwa alafu kinashuka. Je, Simba wanapotaka kumpa Baka nafasi, kama watampa, je, wamejihakikishia kwamba yuko katika kipindi ambacho yuko climax au yuko kwenye kushuka? Unajua mtu kuna kipindi anakuwa na kuna kipindi mtu anakuwa ana drop. Je, yuko katika kudrop au yuko kwenye kukua au yuko kwenye katika wakati wake sahihi? Kwa sababu inawezekana Baka ambaye atasajiliwa Simba ni Baka mwenye ndoto, mwenye picha ya mara ya kwanza, ambacho ulishamuona Baka akicheza mechi kubwa. Utakuwa nakumbuka ile bato na Mayele, anamzuia Mayele hapa chochote mpaka anamwambia utatingishika, lakini hapa ndo ngashafika. Huyo ndo Nonga ambaye bora kabisa. Je, yuko kwenye ile level mpaka leo? Je, bado ameshikilia ile nafasi kwamba Baka ni bora? Kwa nini ameacha alikotoka huko? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba itabidi wajiridhishe kwanza, ndipo amsajili. Aidha ingaje kujiridhisha, natakiwa kukomona tena uwanjani, lakini bado kuna imani nakwambia, bwana hata tembo akikonda kiasi gani hawezi kuwa kama mbuzi bwana. Kwa hiyo Baka ana backup kubwa ya matendo makubwa aliyoyafanya ndani ya Simba. Alionyesha utembo wake, hata konde vipi hawezi kusema kama mbuzi. Ingawaje sasa uhalisia wake wa utembo ule unaweza ukapungua kama ambavyo ulikuwa unamuona mara kwanza. Kwa hiyo mimi naweza kaona kwamba, mimi binafsi naweza kaiona nafasi yake. Je, viongozi wameenda kudigi kuona jamaa bado yuko fiti, ubora wake uko vile vile? Je, walivyomwacha kule alikuwa ameflop au kuna vitu vingine ambavyo pia ndani ya Simba ameenda vikaathiri? Kumbuka pia kuna ujeuri fulani ambao Baka alikuwa nao. Unajua alikuwa star Baka bwana. Star, yani katika majina ambayo ndani ya Simba ulikuwa gusiki ni Baka, kwa sababu alikuwa anajua wachezaji unapokuwa na kiwango kizuri kuna madoido fulani unakuwa nayo kujisikia na vitu kama hivyo. Kwa Baka wakati uko Simba alikuwa ni star. Simba je, wamejiridhisha kwamba Baka anastahili kuwa miongoni mwa wachezaji? Na kama wamejiridhisha, historia inambeba, si ndio? Hawana cha kupoteza. Kuna watu wa kutoka kwenye nafasi ya ulinzi pale. Kuna mtu ambaye anatakiwa mwenye mkomavu kama Baka kwenye mashindano ya kimataifa. Kuna mtu ambaye anatakiwa kuja kureplacement nafasi ya Baka. Tumalizie na ila kocha wa Simba. Ya kwamba sijakuelewa. Kocha mpya wa Simba ambaye ananukia. Okay. Bwana, makocha wa Simba sio mmoja. Steven Baka share kuzungumza. Ni mmoja kati ya makocha ambao wako pale Stellenbosch, sawa? Lakini kuna makocha wengine ambao wanazungumzwa, yani wamepeleka CV ni wengi. Lakini makocha wanne ambao nakutajia, kuna Francis Otiga ambaye yeye ashaye kuifundisha timu ya Petro Atletico di Luanda. Sio ashaye kuifundisha, anaifundisha mpaka dakika hii, ndio aliyoyafunga Simba siku za hivi karibuni. Simba wenyewe ndio wamepeleka request kuulizia kama anaweza kupatikana. Kumbuka Simba sio mara kwanza kuomba
kocha ambaye yuko naye kwenye kundi moja aje kuifundisha timu yao. Ashai kumuomba kocha wa ASEC Mimosas. Umeona? Alikataa yule kocha kwa sababu akaona utakuwa usaliti. Uko kwenye kundi moja, alafu mimi nitoka kwenye timu yangu nije kwako, maana yake hao wataniona mimi snitch. Na yule kocha alikaa muda mrefu. Sasa imerudi tena kwa Fancy Atiga ambaye sasa hivi ndo anaifundisha Petro Atletico di Luanda. Sasa huyo ni mmoja kati ya makocha, lakini kuna kocha mwingine anaitwa Mohamed Sahil ambaye ashakufundisha Club Africain. Umeona? Naye ni miongoni mwa makocha ambao wametuma CV. Kuna kocha mwingine ambaye anaitwa Antonio Cosano Santos au unaweza kumuita unaweza kumuita Tony Cosano ambaye maarufu anamuita hivyo. Huyo pia alishaye kupita Petro Atletico di Luanda. Huyo kocha yeye ana timu kwa sasa. Umeelewa? Hakufanikiwa sana pale Atletico kwa sababu hakubeba ubingwa wowote na kufanya chochote kikubwa. Zaidi toka 2017 alishaikuwa timu ya vijana 2019 akaingia timu ya wakubwa. Timu ya wakubwa alivyopandishwa hakuchukua ubingwa. Ila wakati anaondolewa alikuwa kwenye nafasi za juu kwenye ligi, si ndio? Wakati anaondolewa kwenye nafasi za juu kwenye ligi akacheza mashindano ya kimataifa ndio yaliyomuondoa. Wydad Casablanca walisababisha akaondoka na Oroya pia akasababisha akaondoka kwa sababu alipigwa nyumbani akapigwa na ugenini katika hizo timu. Uongozi ukasema baba inatosha, hii haiwezekani. Msimbazi wamebisha hodi. Kwa hiyo Msimbazi pia bisha hodi. Yaani yeye ndo kaomba. Yaani mpaka Simba aanze kumjadili sasa. CV. Unajua kuna ile yaani kuna sisi mfano sisi wanaume bwana. Kuna mwanamke yule ambaye anajisogeza kwako, si ndio? Kuna utofauti na yule mwanamke ambaye wewe yaani wewe ndo unamrequest. Yaani unamrequest bwana vipi unapatikana. Kwa hiyo hao ni majina ambayo huenda kuna asilimia kubwa moja hapo akatoa Msimbazi. Kati yao majina, lakini jina kubwa zaidi ambalo kama litafanikiwa kwa Simba ni kocha wa Petro Atletico di Luanda. Yule Simba wenyewe ndo wameenda kurequest bwana unapatikana. Akisema anapatikana, Simba anavuja benki, wanaenda kumchukua kwa sababu amewapasua kwa Mkapa, hatoki mtu. Mwisho wa siku ni kwamba Simba hapo ndo anapopataka. Yaani kutoka kwa Matola anakuja na huyo mtu. Shukrani sana. Asante.